Mkurugenzi mkuu wa PPRA Dr. Dennis Simba amebainisha hayo jijini Dodoma wakati wa utiaji saini wa makubaliano kati ya PPRA na VETA kwa lengo la kuviwezesha vikundi vya wahitimu wa VETA kutimiza masharti yatakayowawezesha kunufaika na 30% ya fedha zinazotengwa kwa ajili ya makundi hayo katika manunuzi ya umma. Mpaka sasa tumeshapitisha zabuni 12 kwa ajili ya makundi maalum, na ambazo zina takriban thamani ya bilioni 3. Lakini pamoja na hayo tumepitisha sasa zabuni ambazo naita framework contract, nadhani mnafahamu framework, ambazo zipo tayari zimeyashika makundi maalum, na pale unapotaka huduma unaipa huduma. Ni lengo letu angalau tufike bilioni 5 au bilioni 10. Tunaenda kuamua wananchi wengi kiuchumi, lakini pia kuwawezesha kuishi vizuri katika jamii zao. Na hili ndilo ambalo tunaliona kabisa, kuhakikisha kwamba tunashirikisha wananchi, wanashiriki kwenye shughuli za kiuchumi na kuhakikisha kwamba wanazipata hizi fursa na wanazijua hizi fursa. Kwa mimi naamini ushirikiano wetu, mkurugenzi mkuu wa PPRA, tutaenda kutengeneza jambo hili na kuwa na ushirikiano ambao tutahakikisha kwamba wananchi wanapata fursa hizi. Mpango huo pia unalenga kuwawezesha kujiajiri wahitimu zaidi ya 86,000 wanaohitimu mafunzo ya VETA kila mwaka kote nchini. Haya makundi yamekuwa yakipata changamoto ya uwezo wa kuweza kupata rasilimali fedha au mitaji mikubwa ya kuweza kuingia kwenye zabuni kubwa. Ule mkakati wa kitaifa sasa, ule wa maazimio yale ya 2050, kwamba wanakwenda kuwajengea uwezo vijana, wanawake, wazee wasibaki nyuma. Kwa upande wao, Tume ya Taifa ya Mipango imeainisha mifumo wezeshi ya utekelezaji wa Dira ya Maendeleo 2050 ambayo itahakikisha kipato cha mwananchi kinaongezeka. Katika azma yetu kubwa ya kujenga taifa letu likiwa ni taifa lenye uchumi wa daraja la pili, ngazi ya juu, kila Mtanzania akiwa anapata angalau dola 7,000 kulingana na malengo makuu ya Dira 2050. Tunapomaliza hii miaka 5 ya mwanzo, kutakuwa kitu ambacho kinaonekana. Tanzania yetu inaenda kuonekana, mipango ambayo tulikuwa tumeipanga inaenda kuonekana kwa wananchi, sio kwa maneno tu.